Lakini wale wote wenye tabia ya kuzua taharuki waache mara moja kuzua taharuki. Sasa hivi ukizua taharuki, wewe ndio wa kwanza tunakukamata, tunakufikisha kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Ukiibuka ukasema nyeti zangu zimepotea, tunaruka na wewe. Tumeelewana sijui? Tunakukamata wewe, kwa sababu watu wote ambao tumewafuatilia, kila ambaye alikuwa analalamika, alizua taharuki kwamba nyeti zangu zimepotea, alipokaguliwa nyeti zake zipo. Wote waliotoa taarifa, sijui kuna mtu mmoja akanigusa nani, walipomkagua mzigo upo, nyeti zipo, hazijapotea, hazijapungua. Kuna mwingine mpaka kambeba na mke wake kwenda kutoa ushahidi kwa jeshi la polisi kwamba kama mniamini muulizeni mke wangu. Wamefika kule, mke naye anasema ni kweli tumeona zimepungua, tofauti kabisa na vile ambavyo siku zote zipo. Amekaguliwa pale, mzigo upo kama kawaida. Mbona ulikuwa unatuambia kwamba tunaona hapa ndo zimeanza kurudi? Sasa ni mambo ya hovyo, ni mambo yanatuzulia taharuki, ni mambo ambayo yanajenga wasiwasi, ni mambo ambayo yanatuonekana sisi watu hatujastaarabika, ni mambo ya kuamini kwenye imani za kishirikina zilizopitwa na wakati. Ndugu zangu wa Tunduma, tuachane na hizo imani. Lakini kibaya zaidi, ndugu zangu, wako baadhi ya wananchi wenzetu wamevamiwa na kupigwa, sasa hivi wako hospitalini kwa sababu kama hizi ambazo tulizozungumza. Sasa ndugu zangu, kwenye nchi yetu ya Tanzania, kwenye mkoa wetu wa Songwe, tunaishi kwa mujibu wa sheria. Hakuna mtu yeyote mwenye mamlaka kumpiga mtu mwingine na kumsababishia madhara kama hayo yaliyojitokeza. Ni kinyume na sheria. Kwa hiyo tumekuja, jambo la kwanza ni kulaani vikali vitendo vyovyote vile vya wananchi kujishughulia sheria mkononi, na wale wote waliohusika kujichukulia sheria mkononi. Hapa tunapozungumzwa tayari wamekamatwa na taratibu za kuwafikisha mahakamani zinaendelea. Wale waliowapiga wenzao na kuwajeruhi, wao waliowapiga wenzao na kuwasababishia kifo wamekamatwa, na wengine wanaendelea kutafutwa. Popote pale walipo tutawakamata na hatua za kisheria zitachukuliwa. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe tuache kujichukulia sheria mkononi, lakini tuache tabia ya kuamini kwenye mambo ya kishirikina. Kuna baba akasema kwamba nyeti zangu hazipo. Watu wakaanza kupigana pale mlangoni namna kupita, wengine wameumizwa, wengine wameanguka, watu wazee wazima nao wameumia. Mimi sikutoka nje, nikamfuata yule baba. Akawa amevua shati ametupa pembeni, amevua viatu analia sana. Tukamuuliza nini, akasema nyeti zangu zimepotea. Nikasema hapo umesogeana na nani? Akasema hapa nimesogeana na huyu mtoto mdogo sana ambaye ni Mtanzania hapa. Yule mtoto akasema mimi sijamgusa huyu baba. Akatapatapa tena akasema amenigusa huyu. Yule baba akasema hapana, mimi sijamkamata huyu, kwa nimekaa naye muda mrefu. Mimi nikachukua jukumu kuambia wanaume waende naye chooni, waende kumkague. Na pale nje watu wanazidi kusongamana. Wanasema auawe huyu, wamuue. Haiwezekani, amemgusa, mzigo hamna. Uwa. Fika chooni, askari wakamchukua yule ambaye aliyolalamika kwamba nyeti hazipo, na yule ambaye alimuhisi kwamba yeye amemgusa bega na kuchukua nyeti zake. Wakaondoka watu mpaka kituoni. Fika kituoni kufanya uchunguzi, kumcheki chini, mzigo upo. Na wale wa Valentine walinipa mimi majibu kwamba mbona mzigo upo lakini hauna nguvu, lakini mzigo upo. Kuna vitu vingine tunavifanya sisi wenyewe wananchi. Kuna madawa mengi yanatoka Kongo, kuna cha mkongo, kuna vumbi, vijana wanatumia vumbi kuongeza nguvu za kiume. Wanatumia sio cha mkongo naita kutumia kuongeza nguvu za kiume. Madawa mengine yanaweza kufanya kama mzigo ufe. Nguvu za kiume zinapotea kabisa. Je, unatumia zile dawa mzigo ukikosa nguvu? Umeambiwa kuna dawa nyingine ambayo itaongeza nguvu. Kwa hiyo yule nani aliyelalamika mzigo upo. Wameukuta jana kituoni. Mimi mwenyewe nikiwa shahidi.